Kwanza kwa la swali unaambia kwamba kuna vita ya kiuchumi, kwamba machafuko haya nyuma yake kuna vita ya kiuchumi. Na mimi kwenye maelezo yangu nimeeleza vizuri sana kwamba hiyo vita ya kiuchumi unayoizungumza iko kwenye nini. Kwa sababu mataifa haya yote yanayotuzungumzia yanayolaani hili jambo, yanalaani ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, yanalaani ukiukwaji mkubwa wa katiba yetu wenyewe, na yameenda specific kwa sababu sio kwamba yanatuhumu tu yanataka machafuko. Na tahadhari zilitolewa toka mapema kwamba nchini hapa utekaji wa watu wamechoka na utekwaji, watu wanatekwa alafu serikalini hakuna maelezo ya maana yanayotolewa, watu wanapotea, hakuna maelezo ya maana yanayotolewa. Lakini watu wamelalamikia ufisadi, wakilalamika taarifa ya CAG. Taarifa ya CAG sio taarifa ya mtu binafsi, ni taarifa. CAG ni chombo ambacho kimeundwa na katiba hii kwa ajili ya kusimamia fedha na rasilimali za nchi. Anatoa taarifa za wizi hauchukuliwi hatua, na wezi wanaendelea kuteuliwa na kupewa majukumu makubwa zaidi. Wananchi wamelalamika kuhusu kuminywa kwa demokrasia, kwamba kila leo viongozi wa vyama vya siasa wanaokosea ni wa upinzani tu. Ulishawahi kuona nchi gani hiyo, kwamba anayekosea kwenye mambo ya siasa ni wa upinzani tu ndio anayeweza kubambikiwa kesi, ndio anayeweza kuwekwa mahabusu kwa muda mrefu, lakini upande mwingine hapana? Mambo haya yamelalamikiwa kwa muda mrefu, kuanzia taasisi zetu za ndani, taasisi zetu za kiraia za ndani zimelalamika kwa muda mrefu. Wananchi katika majukwaa mbalimbali wamelalamika kwa muda mrefu mambo haya, lakini hayakupata suluhisho. Mimi ningekubaliana kama kuna jambo specific linalozungumzia vita ya kiuchumi, tungeanzia hapo. Na ndio maana mimi hapa nimekataa kwa fakti moja. Kwa mfano sasa hivi mikataba tunaingia sisi wenyewe, mikataba mibovu kwa usiri. Hiyo vita ya kiuchumi unataka kumwambia ni ya nani, kati ya nani na nani? Kwa sababu kwanza sisi wenyewe tuna vita ya kiuongozi. Wewe umepewa mamlaka ya kuiongoza nchi, una sheria za nchi, unaenda kuingia mikataba ya usiri. Halafu wananchi wakianza kudai unasema kwamba wanaozungumza wana vita za kiuchumi. Kwa hiyo kama kuna jambo specific linalozungumzia vita ya kiuchumi liletwe. Lakini katika mazingira haya tulio nayo, katika haya machafuko haya, ni kwa serikali kushindwa kuwasikiliza wananchi wake, wasilalamikie mtu mwingine yoyote. Na kama kuna zungumzwa vita ya kiuchumi, iletwe hiyo hoja ya vita ya kiuchumi isemwe, kwa sababu